wa haki. Ni mtu wa haki. Sio vizuri kuzungumza, lakini mara nyingi watu wanaotokea Tanzania visiwani ni watu sana wanaopenda haki na kufuata utaratibu wa katiba na sheria inavyosema. Siwasemi vibaya upande watu wa bara, lakini huo ndio ukweli. La kwanza kabisa, kama mnavyoona alivyoingia madarakani tu akaanzisha 4R, lakini kubwa la kuwaruhusu na kuwatoa wafungwa wote wa kisiasa. 95% ya wafungwa wote wa kisiasa alifanikiwa kuwatoa na wako huru, na hilo upande wa pili wanalisifia sana, na kwao hilo ni jiwe letu. Yaani hata wao pamoja na kwamba wanazungumza mambo na kumkebei mheshimiwa rais, lakini sisi kwetu tukizungumza hilo ni kweli lazima ufete mdomo, kwa sababu wanajua kilichokuwa kimetokea na mheshimiwa alichokuwa amekifanya cha kuanzisha 4R na kuwatoa hawa watu. Kikweli walikuwa ni wengi sana ambao walifungwa kisiasa kwa miaka hiyo ya nyuma ya uongozi uliokuwa umepita, lakini mama aliwatoa wote, na hilo halina shaka kwa upinzani, wanalijua vizuri. Lakini ombi langu kwa leo kwa mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mimi kwangu nilikuwa na ombi moja. Huyu bwana Msingida ungeamua umwache huru. Ungeangalia namna yote ya kufanya, ungeangalia namna yoyote ya kutumia njia nzuri, kwa sababu tunajua wewe ni rais wa Tanzania. Ungeangalia namna gani ya kufanya kumwachia huru huyu Msingida, kwa sababu naona kuna nchi zingine zimeanzisha agenda za kisiasa ambazo ni mbaya kwa nchi zetu, hasa kwa kupitia ile swala la huyu Msingida. Kwa hiyo mimi ombi langu kama mwana CCM nilikuwa naomba Mama Samia, ili kutokutia doa uongozi wako, kwa sababu uongozi wako unafahamika ni uongozi uliotukuka. Hakuna mtu asiyezungumza. Upinzani wenyewe unazungumza, tunakaa nao vilingeni wanazungumza, tunakaa nao vijiweni wanazungumza. Ni kwa sababu tu wako hivyo, ni wapinzani. Kwa hiyo watajaribu kuleta hoja na kupinga kila kitu kinachotokea, lakini ukweli wanaujua na wanazungumza kwamba mheshimiwa rais amekuja na uongozi wake tofauti ambao kwao pia ni mzuri. Japo kwa hiyo mambo, kwa mimi nasema mheshimiwa rais kwa mambo madogo madogo kama ya Chadema sasa hivi imekosa ushawishi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakina ushawishi tena kwa wananchi. Kimeshakosa ushawishi kwa wananchi. Kwanza hapa jana viongozi wao wastaafu muhimu zaidi ya 50 wamejivua wanachama. Mimi nimetoka kuzungumza, kuna mambo mengi huko yanaendelea ambayo watu wanayaficha, hawataka kuzungumza. Kuna wana CCM wako huku wanaimba, ikifika usiku wanaimba no reform no election, asubuhi hawataka kuzungumza na hawataka kuonekana. Na ukicheki kuna wana CCM wengi wanasupport upinzani kwa sababu la no reform no election, wamejificha tu, lakini wanasupport kwa fedha na wanaambia bwana, mliposhikilia hapo msiachie, shikilieni hapo kwa no reform no election. Wanazungumza. Kwa hiyo ukiona watu wanazungumza, ujue moja kwa moja kuna usaliti ndani ya chama. Sasa kama kuna usaliti ndani ya chama, maana yake kwa tukio hili la huyu Msingida lililotokea, sio tu watu wa upinzani na wananchi wengine hawajalipenda, hata wanachama ndani ya Chama cha Mapinduzi hawajalipenda hilo swala. Kwa hiyo wanashindwa kuzungumza, wanazungumza ikifika usiku, asubuhi wako kimya. Ila wakiwa huko machochoroni wanapata sehemu, wanapata bia 2-3, wako sehemu kwenye vilinga wanazungumza hayo maswala. Kwa hiyo ili kuweka sawa sawa, kwa sababu sisi tunajenga yote chungu kimoja. Na kama tulivyo Watanzania wote sisi tumeumbiwa upendo na mshikamano, na ndio maana tunaingiliana. Leo naona katibu wa Chama cha Mapinduzi kaoa mama mkwe wake ni mjumbe wa Chadema, mama mtu ni mjomba mtu ni mtu akafu, mtu mwingine ni wa ICT Wazalendo. Ukoo umejangana, kila sehemu kuna chama. Huku kuna CCM, kule kuna kafu, kuna ICT Wazalendo, kuna nani, kuna TRP. Kwa hiyo tuna muunganikano mmoja ambao umetengeneza kitu kimoja. Tumekuwa na amani kwa muda mrefu. Kwa katika hivi vyama, Chadema ni kama watani wetu. Sasa katika utani tumejenga familia, tumejenga koo, tuna mwingiliano mkubwa sana wa kifamilia. Sasa mpaka leo hii ikitokea mgongano kama huu utaleta changamoto itakavyotokea chochote, kwa sababu mimi nilizungumza huyu Msingida pamoja na yote ya kuletewa hiyo, ya kupatiwa hiyo kesi ambao walifanya, kimsingi alifanya makosa. Mimi sitaki kuingilia mahakama, lakini kwa mazungumzo yake mimi ninachoona kama mwana CCM ni alifanya makosa kuzungumza maneno mabaya ya uchochezi. Sasa huyu Msingida pia tunatakiwa tujue kama chama tunadili na mtu gani. Huyu Msingida ametokea kuwa na upepo mkubwa sana. Mimi huwa nazungumza ukweli, huwa sifichi. Kwa sababu kama mtu ameweza kukaa
kama okay, sio vizuri, sio mbaya kusema kama Mheshimiwa Mbowe ameweza kukaa kwenye chama kwa mwenyekiti wa chama zaidi ya miaka 30, alafu akatokea Msingida akaomba tu nafasi ya mwenyekiti wa chama, ndani ya miezi miwili akapata kuwa mwenyekiti wa chama. Kwa lazima sisi kama chama tujue tunadili na mtu gani. Msingida ametokea kuwa na upepo mkubwa sana. Basi mimi ningependa kuona Mheshimiwa Rais, haya mambo ninayozungumza nishatoa comment kwa maandishi kwenye chama changu kwa kumpelekea katibu wa chama, lakini pia nikaona sio vema nikazungumza ili kama mwenyekiti wangu wa chama ukasikia, ni bora kafanyia kazi. Naona hapa mkoa pana kelele nyingi sana kiasi kwamba inatupelekea nataka kuleta doa kwenye uongozi wa Mama Samia, na mimi hiyo siwezi kukubali, kwa sababu mimi Mama Samia nimeanza kumzungumzia hata kabla hajawa makamu wa rais, mpaka anakuwa makamu wa rais nimezungumza, mpaka anakuja kuwa rais nimezungumza. Sasa inafika wakati tunakosa hoja, kwa sababu tumeshazungumza. Chadema tushakaa nao, tunatafuta wale mambo ni wanaongea sana, tunakaa nao tunazungumza, wanazungumza bwana sisi tutaka hiki na hiki, mambo yakaenda sawa sawa, na tukao tuna please kwamba bwana hebu tulia, uongozi umeingia mpya, mambo yatakuwa sawa sawa. Na walikuwa na imani. Sasa imani waliiona mwanzo. Of course ukiangalia mazungumzo yao na hoja zao wanazozungumza zinaleta mantiki, kwa sababu hao watu hakuna mtu ambaye ajui, sio mtoto mdogo wala mtu mzima. Toka uchaguzi umeanza hiyo 19 20 24 ambao ndio ilikuwa mbaya zaidi kwa wao. Sasa hicho kitu sio kirahisi kuzungumza, watu wanajificha hawataka kuzungumza, lakini ukweli ndio huo. Hawa watu na wao wana mioyo. Uchaguzi umefanyika, kama changamoto zilizotokea kama tulivyoona ni hivyo imetokea, sawa, siwezi kulizungumzia sana, lakini hawa watu ni binadamu, wana mioyo, wana familia. Basi tuangalie namna nzuri ya kukaa nao. Sasa kama sasa hivi watu washiriki uchaguzi, mimi naona ni vema tungeangana namna gani, hata kama hatutofanya reform kwenye katiba nzima, basi tutafute vile vitu vidogo vidogo wanavyotaka tuvirekebishe. Swala tu Chadema nao waingie kwenye uchaguzi, maana ndio chama kikuu cha upinzani. Tufanye uchaguzi kwa pamoja. Kuliko ni watu bado naona wana maumivu makubwa. Sasa tukiingia tena kwenye uchaguzi huu napo hawapo, tutatengeneza kitu kibaya sana ambacho sio kizuri kwa tunakoenda. Kama nilivyosema, sisi ni nchi ya amani. Nchi nyingi, karibia nchi zote za Afrika zinategemea Tanzania. Wanapopata matatizo wanataka wasuluhishi kutoka Tanzania, kwa sababu unajua sisi tumekaa kwa amani muda mrefu, mpaka leo tuko tuna amani, tunaingiliana, hatuna ukabila, hatuna udini, hatuna kitu chochote. Kwa sasa kama imetokea ni hivi, basi sisi tuendelee kuulinda, kwa sababu kuna nchi zinatuangalia ni nyingi sana. Sasa ikitokea na sisi tumeanza hizi hekaheka sio ndogo, hizi hekaheka ni kubwa sana. Lakini naona mimi nakushauri mwenyekiti wangu wa chama, uangalie intelligence yako ikupe taarifa ya ukweli. Huku pembeni kuna maneno mengi sana, kuna kelele nyingi sana. Sometimes unashindwa hata kupita na nguo ya chama, kwa sababu ukipita maneno yanayozungumziwa si mazuri. Sasa hichi kipindi cha ujuzi tunachoendelea kuna mambo mengi hapa katikati. Basi mimi nilikuwa naona haina budi ni kumwachia tu Msingida aingie ulingoni, kwa sababu najua hata ingefanyika reform ya aina gani, ingefanyika reform ya katiba yote kwa ujumla, zingefanyika reform ndogo, Chadema haina nguvu ya kuishinda Chama cha Mapinduzi. Habari